Wizara ya Kawi na Petroli. Idara ya Petroli. Hati ya huduma kwa wananchi. Maono: kuwa kiongozi wa kikanda katika uchunguzi, matumizi na ugavi wa mafuta na gesi kwa maendeleo endelevu. Dhamira: kukuza matumizi endelevu na usimamizi wa mafuta na gesi nchini Kenya. Mamlaka: sera ya petroli, usimamizi wa hifadhi ya mkakati ya petroli, usimamizi wa masoko ya bidhaa za petroli, maendeleo ya uwezo katika sekta ya mafuta na gesi, usimamizi wa sera ya bidhaa za petroli, uagizaji na uuzaji, leseni za masoko na ushughulikiaji wa petroli, udhibiti wa ubora wa bidhaa za petroli. Dhamani za msingi ni uendelevu, ushirikiano, ubunifu, mteja kati, ushirikiano wa wadau. Huduma inayotolewa: jibu la simu, simu ya ofisini au laini rasmi nyingine yoyote. Wajibu wa mteja: piga simu. Malipo ni bure. Muda ni sekunde 15. Huduma inayotolewa: jibu la maswali kutoka kwa wateja wanaotembea ofisini. Wajibu wa mteja: tembelea ofisi na uliza swali. Malipo ni bure. Muda ni dakika 1. Huduma inayotolewa: jibu la barua. Wajibu wa mteja: barua na maelezo. Malipo ni bure. Muda ni siku 5 za kazi. Huduma inayotolewa: jibu la barua. Wajibu wa mteja: barua iliyoandikwa, barua na maelezo. Barua pepe, mtandao na pia mitandao ya kijamii: Facebook, WhatsApp, X, Instagram na pia YouTube. Malipo ni bure. Muda ni siku 1 ya kazi. Huduma inayotolewa: jibu la malalamiko na maswali ya umma. Wajibu wa mteja: toa malalamishi. Malipo ni bure. Muda ni siku 1 ya kazi. Huduma inayotolewa: kutatua malalamiko. Wajibu wa mteja: toa malalamishi. Malipo ni bure. Muda ni siku 1 ya kazi. Huduma inayotolewa: kutatua malalamiko. Wajibu wa mteja: fanya malalamiko kwa mdomo au maandishi. Malipo ni bure. Muda ni siku 14 za kazi. Huduma inayotolewa: usajili wa wauzaji. Wajibu wa mteja: kufuata mahitaji kama ilivyoainishwa katika sheria ya ununuzi wa umma na usimamizi wa mali chini ya vifungo vya sheria CAP 412C. Malipo ni bure. Muda ni siku 14 za kazi. Huduma inayotolewa: usindikaji wa zabuni. Wajibu wa mteja: wasilisha zabuni za bidhaa na huduma. Malipo ni bure. Muda ni siku 90. Huduma inayotolewa: taarifa kwa waombaji waliofanikiwa na wasiofanikiwa. Wajibu wa mteja: fikia mtandao au portal ya e-ununuzi kwa taarifa. Malipo ni bure. Muda ni siku 1. Huduma inayotolewa: usindikaji wa nyaraka za malipo. Wajibu wa mteja: toa ankara, risiti, cheti cha kukamilisha huduma, bidhaa zilizopokelewa. Malipo ni bure. Muda ni siku 90 bila malipo kutoka tarehe ya kupokelewa kwa ankara. Huduma inayotolewa: uondoaji wa bidhaa zisizotumika. Wajibu wa mteja: uwasilishaji wa zabuni. Malipo ni bure. Muda ni siku 60 baada ya siku ya tangazo. Huduma inayotolewa: ushiriki wa umma katika mchakato wa kutunga sera. Wajibu wa mteja: kufahamiana na masuala na ushiriki wa moja kwa moja. Malipo ni bure. Muda ni siku 1. Huduma inayotolewa: utoaji wa mafunzo ya viwanda kwa wanafunzi. Wajibu wa mteja: barua za mtu binafsi na taasisi, nakala za vitambulisho muhimu, bima, cheti cha tabia njema, picha 3 za pasipoti. Malipo ni bure. Muda ni dakika 10. Huduma inayotolewa: mchakato wa ombi la taarifa. Wajibu wa mteja: fanya ombi la taarifa. Malipo ni bure. Muda ni siku 21. Huduma inayotolewa: mchakato wa mizunguko ya zabuni. Wajibu wa mteja: uwasilishaji wa zabuni kamili kama inavyohitajika katika nyaraka za mwaliko wa zabuni. Malipo ni bure. Muda ni siku 180. Huduma inayotolewa: mchakato wa maombi ya leseni za uchimbaji. Wajibu wa mteja: toa barua inayoonyesha kandarasi au block. Fanya ombi rasmi la leseni ya kandarasi na block. Toa cheti cha usajili na anwani halisi. Toa udhibitisho wa uwezo wa kifedha, uwezo wa kiufundi na ujuzi wa kitaaluma. Malipo ni bure. Muda ni siku 7.
Huduma inayotolewa: kuwezesha kampuni za masoko ya mafuta zilizopatiwa leseni kushiriki katika mfumo wa zabuni za kawaida, yani OTS. Wajibu wa mteja: ombi la maandiko kwa ajili ya kusaini masharti ya mfumo wa zabuni za kawaida, yani OTS. Leseni halali ya IPRA ya uagizaji, uuzaji na jumla ya bidhaa za petroli isipokuwa LPG. Mkataba wa usafirishaji na hifadhi, yani TSA na kampuni ya mipango ya Kenya. Cheti cha wanachama wa kikundi cha msaada wa mvutano wa mafuta, yani OSMAG. Malipo ni bure. Muda ni siku 7. Huduma inayotolewa: kuwezesha kampuni za masoko ya mafuta kufikia line fill katika mfumo wa mipango ya Kenya. Wajibu wa mteja: ombi rasmi kwa wizara likionyesha hali ya mchango wa line fill. Malipo ni bure. Muda ni siku 7. Huduma inayotolewa: pendekezo la msamaha wa ushuru. Wajibu wa mteja: fanya ombi rasmi kwa wizara. Malipo ni bure. Muda ni siku 14. Tunajitolea katika utendakazi wa huduma bora zenye ungwana. Huduma, bidhaa yoyote inayotolewa ambayo haikidhi viwango vya juu au afisi yoyote ambayo haiwezi kufikia ahadi ya heshima na ubora anapaswa kuripotiwa kwa Katibu Mkuu, Idara ya Nchi ya Petroli, Jumba la Casneb Towers 2. Sanduku la posta ni 51614. Kodi ya posta ni 00100 Nairobi. Unaweza kupiga simu kwa nambari +251 020 2044 366 au 33101112. Tovuti ni www.petroleum.go.ke. Barua pepe ni info@petroleum.go.ke. Mtandao wa X ni @SDP_KE. Mtandao wa Facebook, tafuta Petroleum Department. Vilevile unaweza kuwasiliana kupitia katibu wa Tume ya Haki za Utawala, ghorofa ya 2, jumba la West End Towers, kinyume na shule ya upili ya Aga Khan, katika barabara ya Off Waiyaki Way, mtaa wa Westlands. Sanduku la posta ni 20114. Kodi ya posta ni 00200 Nairobi. Unaweza pia kupiga simu kupitia nambari 254-227-00000. Mstari wa bure pia unaweza kupiga kwa 0800-221349. Barua pepe ni feedback@ombudsman.go.ke.